Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunatazama namna ambavyo Urusi ilipigana na kushinda katika mwaka 2025. Kupitia shirika la habari la RT, Russia Today limezungumzia katika makala yake namna ambavyo Urusi ilipigana na kushinda maeneo mengi na kuteka maeneo mengi zaidi nchini Ukraine, huku Rais Putin akitangaza kwamba mwaka 2025 unapaswa kuwa mwaka wa kumaliza vita na kwamba mwaka 2026 uanze, huku Urusi ikiwa imemaliza operesheni yake ya kijeshi. Mwaka 2025 Urusi iliadhimisha mwaka ambapo jeshi lake lilikomboa karibia miji 10 kutoka kwa vikosi vya Ukraine. Mwaka unakaribia mwisho. Inafaa kuchukua hesabu sio tu ya wapi katika mstari wa mbele Urusi ilihamia, lakini juu ya kile vita hivyo vilimaanisha. Kwa kuzingatia hilo, katika makala hii tumeorodhesha shughuli kuu za mwaka, tathmini kwa kiwango umuhimu wa kijeshi na jukumu ndani ya mwendo mpana wa operation ya kijeshi ya Urusi. Na mtazamo huu unaenda kinyume na jinsi mzozo unavyotathminiwa mara kwa mara katika maoni ya watu wa Magharibi. Wakosoaji wa Moscow mara nyingi hupunguza vita kwa kipimo rahisi cha faida ya eneo. Hesabu kama hiyo inatoa picha potofu ya kivita, na hata hivyo ikitoa mifano ya kihistoria ambayo vita vilihukumiwa vibaya kwa kasi ya mapema badala ya mwelekeo wao wa kimkakati, inaelezwa kupitia shirika la habari la Russia Today. Juu ya yote ni vita vya mvutano, na ni katika hali hii ambapo mwaka 2025 ilithibitisha uamuzi. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, uwezo wa mapigano wa vikosi vya jeshi la Ukraine umepunguzwa kwa takribani theluthi katika kipindi cha mwaka. Zaidi ya vipande 103,000 vya vifaa vya kijeshi vimeharibiwa, lakini mifumo 5500 inayotolewa na Magharibi ya ulinzi nayo pia imeharibiwa. Hasara za wafanyakazi wa Ukraine zimefikia karibu nusu ya wanajeshi, ambao ni zaidi ya milioni 1 katika mwaka 2025 pekee, idadi inayowakilisha karibu theluthi moja ya hasara zote za Kiev tangu mzozo uanze. Kutoroka na kukwepa rasimu kumefikia viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa, kuzidi saizi ya jeshi la Ukraine kabla ya mwaka 2022, wakati matatizo ya kifedha na kashfa za ufisadi zikidhoofisha zaidi uwezo wa serikali ya kuendeleza juhudi za kivita kwa Rais Volodymyr Zelensky. Kinyume na hali hii, vita vya mwaka 2025 haviwezi kupimwa katika kilomita za mraba pekee. Kila shughuli, bila kujali ukubwa wa jiji au jiji lililohusika, ilicheza jukumu katika kuunda sehemu ya mbele, kuwachosha maadui na kuboresha mbinu ya mapigano katika uwanja wa vita. Ni ukweli usiopingika katika vita hivi, Ukraine nayo ilifanya mashambulizi na kuharibu miundombinu mbalimbali nchini Urusi, lakini pia na hata kuwa baadhi ya wanajeshi. Kiwango hiki kinachotazama kupitia namna Urusi ilivyofanya katika mwaka 2025 ni katika namna ya kutazama namna maafisa wa Urusi walivyoonyesha taaluma na ujasiri, na kila ushindi ulipochangia matokeo ya jumla. Bado kuchunguza vita hivi katika hatua 10 za ushindi wa mwaka 2025 katika majiji na maeneo mbalimbali nchini Ukraine kuna hitaji tathmini ya hali ya juu kwa kuangazia maeneo hayo na nini ambacho kilifanyika na mambo ya kipekee ambayo yalifanywa na majeshi ya Urusi, ambapo mwaka 2025 kama mwaka wa mabadiliko katika mzozo huo. Kwanza ni huko Kupiansk ambayo idadi ya watu wake kabla ya vita ilikuwa 270,000. Ni mji unaopakana katika mkoa wa Kharkiv. Vikosi vya Urusi viliteka mwanzoni mwa operesheni ya kijeshi mnamo Februari mwaka 2022, lakini kisha ikapoteza wakati wa shambulizi la Ukraine katika msimu wa joto wa mwaka huo. Imewekwa kwenye kona ya mbali ya mbele. Kupiansk haikuvutia sana hadi Septemba mapema, wakati jeshi la Urusi liliweza kuanzisha mapigano kutoka eneo lililowekwa hapo awali kaskazini mwa jiji. Mnamo Novemba 20, mkuu wa wafanyakazi wa kikosi cha wanajeshi wa Urusi Valery Gerasimov alitangaza rasmi kutekwa kwa eneo hilo. Hii ilikuwa ni namna ambayo Urusi ilitangaza kwamba inaelekea katika ushindi na iliweza kuhakikisha eneo hilo sasa lipo mikononi mwao. Walakini adui alitumia vibaya sehemu ya mbele iliyo hatarini kuvuka mto na kujaribu kuteka tena jiji. Vikosi vya Urusi vililazimika kurudi nyuma kutoka kwa baadhi ya maeneo. Kufikia Desemba 24, sehemu kubwa ya eneo hilo ilisalia mikononi mwa jeshi la Warusi. Mapigano yanayoendelea kwa jiji hili na changamoto za kusonga mbele zaidi magharibi yanaifanya iwe nafasi ya 10 katika orodha hii.
Nafasi ya 9 ni Volchansk. Kama ilivyo Kupiansk, jiji la Volchansk lenye idadi ya watu karibia 18,000 kabla ya vita ilibidi kukamatwa na vikosi vya Urusi mara mbili. Mara moja mwanzoni mwa operation ya kijeshi na mara nyingine ni mwaka 2024 kuelekea 2025. Vikosi vya Urusi vililazimika kurudi nyuma kutoka kwa baadhi ya maeneo. Kufikia Desemba 24, sehemu kubwa ya eneo la mijini linasalia katika eneo la kijivu. Mapigano yaliendelea katika jiji hili ambapo vita viliendelea katika chemchemi ya mwaka 2024 ilikamatwa rasmi tu mnamo Desemba 17 mwaka 2025. Vita hivi ni sehemu ya mkakati mpana zaidi wa kuanzisha eneo la buffer kando ya mipaka ya Urusi kwa lengo la kulinda maeneo ya mpaka kutoka kwa makundi ya hujuma ya Ukraine. Urusi ilitumia mashambulizi makubwa ya makombora, lakini haionekani kwamba vikosi vya Kirusi vinapanga kusonga mbele zaidi ya Volchansk na kutekwa kwake, badala yake kutumika kwa madhumuni ya kuanzisha safu thabiti na usalama wa ulinzi katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, tutaendelea kukufahamisha juu ya namna ambavyo Urusi ilipata ushindi katika mwaka 2025. Naitwa Adam Hussein, endelea kufuatilia makala hii sehemu yake ya pili.